Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku nyingine ambao Mwenyezi Mungu ametujalia tukawa viongoni mwa viumbe ambao wako hai na tukafika katika kiwanja hiki, lengo na makusudi ni kufikisha kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa kawaida mimi kaka wananiita Salim Ngugi wa Nyoike. Sasa sijui wewe wanakuita nani? Ni wananiita Boniface. Naitwa Boniface. Yeah. Asante sana. Muislamu Mkristo? Mkristo kamili. Mkristo kamili. Yeah. Asante sana. Weka swali tulisikie. Swali yangu nauliza hivi. Wakati yenye shetani alitupwa kutoka wakati shetani alitupwa kutoka juu mbinguni akatupwa hapa chini, kule juu aliwacha huko, kwa sababu kule juu inasemekana tuko na viti mbili huko, kiti ya mwana wa Adam na kiti ya Yesu Kristo. Wakati yenye alikuwa anatupwa shetani, hiyo kiti ya mwana wa Adam aliwacha huko ama hakuiwacha huko? Hiyo ndio swali yangu ya kwanza. Hiyo mambo ya kiti sijui ya shetani ilikuwa huko sijui na kiti ya mwana wa Adam, hizo habari mimi sina. Hizo mambo ya viti ati iko huko ya mwana wa Adam sijui ya Ibilisi hamna. Sisi katika Uislamu hatujaambiwa kitu kama hicho. Ati kuna kiti ya shetani pale, kuna kiti sijui ya mwana wa Adam. Yani wanapumzika wakipiga gumzo ama namna gani? Hapana. Sisi tunavyozungumziwa kuhusiana na Ibilisi na walivyofukuzwa kutoka katika rehema ya Mwenyezi Mungu akaletwa katika ardhi, ni kwa sababu yeye Ibilisi alifanya kibri. Alipoambiwa msujudie Adam, alikataa kumsujudia Adam kwa sababu alikuwa na kibri. Akasema huyo Adam umemuumba kutokana na udongo na mimi umeniumba yani kutokana, yani yeye akajiona ni bora kuliko Adam. Sasa Mwenyezi Mungu akamwambia hapa hakuna mambo ya kufanya kibri, maana yake akaambiwa shuka katika ardhi sasa. Mpata vizuri Kwa sababu kule hakuna nafasi ya kufanya kibri. Ndio akafukuzwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu. Ila ati yeye alikuwa na kiti sijui anafanya nini, hapana. Okay, sawa. Basi hawa watumwa wote, Yesu, Muhammad, ni hawa watumwa wote, wakati Yesu Kristo, wakati yenye Mungu aliwatuma akiwa level moja ama wengine walikuwa juu ya wengine? Hawa mitume walipotumwa kuna wengine hawako level moja. Kwa mfano bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayuko level moja na hao wengine. Level yake iko juu ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu utume wake anaambiwa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lakini inapokuja kwa nabii Isa ibn Maryam anasema wa idh qala Isa ibn Maryam ya banu Israil inni rasulullahi ilaykum, maana yake katumwa kwa wana wa Israeli. So level zao sio sawa. Sikiza 21:107, piga mpaka fanusi yake asikie. Level zao sio sawa, ila wote ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Sawa, lakini level zao za kufanya kazi na kutumwa kwao ni tofauti mno. Sikiza inasemaje? 21:107 inasema. Angalia hapo. Mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Kila mmoja katika hawa mitume alipelekwa kwa kabila lake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Sasa unaona mitume waliotangulia kabla ya huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila mtume alikuwa anatumwa kwa eneo lake na watu wake. Sawa Kama nabii Isa ibn Maryam katumwa kwa Banu Israil. Mpata vizuri? Lakini huyu Isa alikuwa ni Mfaristini. Yeye alikuwa ni Mfaristini lakini katumwa kwa wana wa Israeli. Maana yake ukisikia wana wa Israeli ni watoto wa Yakobo. Mpata vizuri? So katika nini yao hawatoshani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulia ndio nakumalizia nikupe nafasi, kapewa iza kuliko manabii wengine
kwa sababu Mwenyezi Mungu kafanya utajo wake pamoja na utajo wa huyu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio unasikia la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Para vizuri Na hata adhana ikiadhiniwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, ukienda utasikia ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Para vizuri kafanywa utajo wake pia ukanyanyuliwa. So yuko juu katika daraja za juu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hawatoshani hawa manabii. Sasa unamaanisha Muhammad yako juu ya hawa watumwa wote kabisa 100%, kwa sababu yeye katumwa kwa watu wote, wale wengine walikuwa na limitation. Yeye kafunguliwa milango yote, kaja kwa watu wote. Yeye ndiye alipewa mamlaka. Kaja kwa watu wote, yani yeye katukuzwa, kapewa nini kwa ajili ya watu wote. Wale wengine walikuwa na limitation, yani wamewekewa ni kwa wana wa Israeli peke yao. Mwingine katumwa kwa hawa, mwingine katumwa kwa hawa. Sasa wacha sasa tuingie kwa Biblia, na Biblia naye tusikie nasema about hapo. Kuhusu nini? Enda Yohana. Yohana 17 mstari wa 2. 17:2. Mambo ya Yohana 17 aya ya 2. Asante babu. Tunaenda hapo. Haya ndio hii. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Endelea kidogo. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Basi sawa. Tunaona sasa upande wa Korani imesema, imejitetea upande wa mtumwa Muhammad, na chini upande wa Biblia naye Yesu Kristo alikuja kwa wale wenye mwili. Unajua wenye mwili tayari Muhammad yako ndani. Yesu Kristo alikuja kwa wenye mwili, Muhammad akiwa ndani. Sasa Yesu Kristo ukiangalia upande wa Biblia tayari alikuja kwa sababu ya Muhammad akiwa ndani ya mwili ya watu wote wenye mwili. Unajua tunanga mtu mwenye ana mwili, wenye mwili watu wote Yesu Kristo alikuja kwa wenye mwili. Hakunanga mtu mwenye sio wa mwili. Labda hujaelewa hiyo andiko. Umesoma 17:2 anasema nimepewa mamlaka kwa wote wenye mwili. Kupewa mamlaka na kutumwa kwa wote ni vitu mbili tofauti. Sawa Na pia wale aliotumwa nao walikuwa na mwili. Hiyo 17 umesoma 2, hujateremka pale chini ukaona. Hebu soma 9 asikie ni na wagane wanaozungumziwa. Angalia hapo hata siendi haya nyingine. Kwa kuwa maneno ulionipa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika. 9 ndio huko 9 17 hapo. Nawaombea hao. Sikiza, angalia hapa. Rudia vizuri ndio asikie. Mimi nawaombea hao, siombei ulimwengu. Kumbe Yesu anasema mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu. Ndio nataka tuje pole pole ili tuelewe. So Yesu anasema hii mamlaka ulionipa mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu. Hawa wanaowataja ni kina nani? Hawa ameanza kuwabagua kwa ulimwengu kina nani? Maanake anasema mimi naombea hao, siuombei ulimwengu. Maanake haombei watu wote, anaombea specific watu fulani. 17:9 anasema mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu. Unajua ulimwengu na watu iko tofauti. Unajua ulimwengu ni dunia imeundwa na watu sasa anaombea wenye wako ndani ya ulimwengu. Umenishika. So in short, Yesu katumwa kwa ajili ya watu wote, ama ndio nataka kuleta? Siko tu kama hivyo. 13:23 Matendo ya Mitume. Hapo pole pole tu. 13. Tuulize Mungu mwenyewe. Instructions za Mungu amesemaje? Pole pole. Maana tutaelewana. Mimi naona mpola. Sasa tutasikiza ya Mungu, sio yako na ya Yesu. Nasikiza hii ni ya Mungu. Haina shida. Inasema hivi 13:23. Katika uzao wake mtu huyu ambaye anayenukuliwa hapa Daudi, kutoka kwa Daudi huo uzao. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Angalia kama ni dunia nzima. Angalia dunia. Angalia. Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yani Yesu, kama alivyoahidi. Kumbe ni ahadi ya Mungu
kuwa alikuwa ametoa ahadi, akatolea watu gani? Watu wa Israeli. Wewe ni Mwisraeli ama wewe ni Mluya? Unajua hiyo basi hapana, tuende kwa ile ingine, wachana na hiyo. So hii sio nzuri, kwa sababu hii inasema Mungu alitoa ahadi, na sisi tunajua wote ahadi ya Mungu haivunjiki milele. So Mungu alikuwa ametoa ahadi kwa wana wa Israeli ambao ni watoto wa Yakobo, kwa sababu Yakobo alikuwa akipenda kutembea usiku, ndiye akaitwa Israeli. Sawa, sio kama nyinyi mnasema katika Biblia alishindana na mtu mmoja akamshika ndio akabarikiwa. Toa hiyo karatasi vizuri ndio nimalize. Ndio nataka hii unielezee. Mungu alitoa ahadi ya kuwa atamtuma Yesu kwa ajili ya wana wa Israeli. Na Yesu alipokuja anabagua watu. 15 kitabu cha Mathayo. Alipokuja Yesu kabagua. Aya 5 inasema Mathayo. So, when you are following Jesus, follow Jesus on your own risk. Kwa sababu yeye kakuambia nimetumwa kwa hawa watu specific. Lakini unapokuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakubali watu wote, sio Waarabu ati anawaweka Waarabu ni special, hapana. Anakubali kila mwanadamu. Sikiza habari inasemaje? Inasema hivi, hao 12, hao 12 Yesu aliwatuma akawaagiza akisema. Yesu aliwatuma kisha akawapatia kitu inaitwa instruction. Akawaagiza akisema katika njia ya mataifa msiende. Kumbe Yesu anawakataza msiende katika njia ya mataifa, wakati sisi ndio watu wa mataifa. Yesu anawaambia msiende katika njia ya mataifa. Wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Anawakataza mpaka majirani ambao ni wa Samaria msiingie kwao. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumbe Yesu anawaambia afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba gani? Ya Israeli. Ya Israeli. Kwa sababu yeye katumwa kwa Waisraeli. Ndio unaona anabagua. Sasa hiyo kazi ya Yesu Kristo alikuwa anafanya, na hiyo kazi Muhammad ameifanya ya kuombea watu vitu kama hizo. Tuseme Yesu Kristo alikuwa anaenda mahali anaombea watu wakipona vitu kama hiyo, na Muhammad ameifanya kazi kama hiyo ya kuombea watu namna gani yani? Yaani anatembea kama sehemu fulani kipovu anamuombea anapona. Mtume kafanya nyingi kama hizo. Ziko nyingi sana kafanya. Yeye ndiye alikuwa anawaombea. Mtume alikuwa akifanyia watu dua, amemfanyia hata swahaba mmoja alikuwa tena ni mswalina sana. Amemfanyia dua mpaka ule swahaba akapata mali, lakini akaenda akilete mambo mengine. Mtume alikuwa akifanyia watu dua, inakubalika kufanya dua. Hata wewe sasa tunakufanyia dua. Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu. Sasa wacha tujerudi kwa dua. 25:51 Qur'ani. Tunakuja tu kwa dua. Dua hata sisi tunakufanyia saa hii hapa dua. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akuongoze uwe Muislamu. Maana Mwenyezi Mungu ndio huwa anaongoza waja wake. Yaani dua tunakufanyia. 25:51 inasema 25:51. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Mungu anasema tumemleta huyu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wote. Alipokuja Muhammad hakufanya kama Nabii Isa ibn Maryam. Nabii Isa anaambia wafuasi wake nendeni kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Muhammad alipokuja anasemaje? Qur'ani 7:158. Tulia pole ndakupa nafasi wala usiwe na wasiwasi. 58 Qur'ani 7:158. Sema ewe Nabii Muhammad, enyi watu hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Muhammad alipokuja anasema enyi watu hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nyote. Wakati Yesu alipokuja alisemaje? Yeye ni mtume wa watu wote ama alisemaje? 15:24 kitabu cha Biblia Mathayo. Alafu nakupa nafasi usiwe na wasiwasi. 24 mambo ni ya Mathayo inasema haya inasema hivi
akajibu akasema, Yesu akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Basi Yesu naye alipokuja, Muhammad alipokuja, yeye anasema ametumwa kwa ajili ya watu wote. Yesu alipokuja anasema hapana, mimi Yesu sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na Israeli ni kondoo aliyetawanyika, maana yake kapotea. So hajatumwa kwa Waluya. Sasa umesema Muhammad alikuwa anaombea watu. Sasa wacha tuingie tena kwa Qurani tuone nayo. Hebu funua Qurani. Funua Qurani 9:80 kuhusiana na wanafiki. Hata kabla hujanini nimeipata vizuri. 9 nimeangalia na macho pole pole. Vizuri sana, usiwe na wasiwasi. 9:80. Sasa hiyo karatasi nikwambia usiweke mbali. Haiko mbali, iko karibu kabisa. 9:80 Qur'an. Somea tu vizuri. Ewe mtume, waombe msamaha hao wanafiki. Waombe msamaha hao wanafiki, au usiwaombe, yote sawa sawa. Hata ukiwaombe msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Hayo ni kwa sababu ya kuwa wao wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu wavunjao amri zake. Sasa unaona mtume wa Muhammad, hiyo basi sinasema awaombee ama awache. Unaona vile naeleza, awaombee ama awache. Unajua ukiangalia tena kwa Biblia, kabla tujaenda kwa Biblia, aya iko wazi. Anaambiwa ewe mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, uwaombee hao wanafiki au usiwaombee, yote ni sawa, Mungu hata wasamehe. Kwa nini? Imepatiana sababu. Ili Mungu akusamehe, kwanza lazima umwamini Mwenyezi Mungu na ufuate amri za Mungu, ndio Mungu akusamehe. Lakini hao wanafiki wamekataa hayo. Sasa ukiombea mtu ambaye kwanza hakubali Mungu, Mungu atamsamehe namna gani? Kwanza lazima umkubali Mungu. Rudia 9:80 pole pole, Kiswahili tena nyepesi, aliyekuandikia hakujua. Rudia usikie. Pole pole. Ewe mtume, waombee msamaha hao wanafiki. Waombee hao wanafiki msamaha au usiwaombee, yote sawa sawa. Yote ni sawa. Ni kwa nini yote ni sawa? Malizia chini, sikiza. Hata ukiwaombea msamaha mara 70. Hata mtume akiwaombea wanafiki msamaha mara 70, Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Tulia tumalize. Kwa nini asiwasamehe? Hayo ni kwa sababu ya kuwa, ndio naenda pole pole. Hayo ni kwa sababu ya kuwa hao wanafiki. Kwa nini Mungu anakataa kuwasamehe? Wao wamemkataa Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza wamemkataa Mungu. Sasa mtu aliyemkataa Mungu hata umuombee, Mungu hamsamehe. Kwanza masharti ya kukubaliwa tauba yako, ili Mungu akusamehe madhambi yako, lazima pia wewe mwenyewe ujibadilishe, uache yale madhambi na umkubali Mwenyezi Mungu. Lakini wewe huwezi ambia watu niombeeni na wewe kila siku unaenda kuzini. Ni kwamba uache kwanza hiyo zina, ndio uombewe Mwenyezi Mungu akusaidie usirudi kule. Lakini wewe kila siku unaenda unazini, alafu niombee, haiwezi kubalika. Lazima kwanza ujibadilishe, ndio Mungu akubali kukusamehe. Sawa. Sasa unajua tuko na mtu mwenye alikuwa anamwambia uwaombee. Tuko na mtu mwenye alikuwa anawaambia ni Mwenyezi Mungu. Si Mwenyezi Mungu. Tuko na mtu mwenye alikuwa anamwambia uwaombee ama usiwaombee. Tuko na mtu kando mwenye alikuwa anamwambia. Kwa hivyo mtumwa Muhammad, tuko na mambo yenye alikuwa anaongea yenye ya watu wengine tofauti na ya Mungu, kwa sababu tuko na mtu alikuwa kando, alikuwa anamwambia ukweli ya muongo. Asante. Tulia. 53:3 Qur'an. Usiwe na wasiwasi. Muhammad alikuwa anaambiwa na mtu mwingine, au haya maneno anaongea ametoa wapi? 53:3 Qur'ani, ama 53 anza 2. Ndio tuende. Tulia kwanza, si umeuliza? Kwa sababu kama angekuwa Mungu ndiye alikuwa anaongea naye, Mungu mkifanya haya Mungu atawasamea ama hata kama angekuwa Mungu mwenyewe angesema nitawasamea ama sitawasamea. Kwa hivyo hapo tuko tu, najua mimi kwa upande yangu najua tuko na mtu kando alikuwa anaambia Muhammad maneno yenye alikuwa anaongea. Hiyo maneno haikuwa ya Mungu. Hakuna shida. 53:2 Qur'ani, anza hapo.
kwamba mtu wenu huyu Nabii Muhammad hakupotea kwa ujinga wala hakukosa, na hali ya kuwa anajua wala hasemi kwa matamanio ya nafsi yake. Muhammad hakuwa anasema kwa matamanio ya nafsi yake. Hayakuwa haya anayosema, hayakuwa haya anayoyasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ni wahi, ufunuo uliofunuliwa kwake. Hii ni revelation iliyoletwa kwake. Sio maneno ya tulia kwanza, tunaenda polepole. Si ukauliza tunamweka sawa. Muhammad azungumzi wala haelezwi na mtu yeyote. Muhammad analetewa ufunuo. Anayemletea ufunuo, sikiza jina lake sasa. Aliyekuwa akimueleza hayo maneno nani? Sikiza habari zake. Amemfundisha malaika mwenye nguvu sana, mwenye uweza. Na yeye huyo ni Jibrili. Naye huyo malaika mwenye anamletea ujumbe Muhammad anaitwa malaika Jibril. So Jibril ndio anamfunulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Jibril hateremki isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ni malaika mtiifu, tena amili wa malaika. So anapoambiwa teremka kwa Muhammad, mwambie akiwaombea hao mawanafiki au asiwaombee, hayo yote ni bure. Mwenyezi Mungu hata wasamehe. Ni kwa sababu gani? Hao wanafiki kitu ya kwanza hawamwamini Mwenyezi Mungu. Ili Mungu akusamehe na akufanyie mambo yako wepesi, kuna condition Mungu ameweka. Kwanza lazima umwamini na lazima uache hiyo uchafu. Na ndio naambiwa ukitubu lazima utubu tauba ya kisawasawa. Tauba ya kisawasawa ni uachane na ile uchafu, ndio ukubalike katika tauba yako, ubadilike. Mungu habadilishi watu mpaka watu wajibadilishe wenyewe. Kwa hivyo unamaanisha Muhammad ndiye alipewa mamlaka? Nimekueleza hatuko huko. Mwenyezi Mungu humpa mamlaka mtakaye. Katika manabii wote wana mamlaka Mungu aliwapatia. Sisi tunazungumzia saa hii kuhusiana na wanafiki, na nimekuambia wanafiki hata wakiombewa dua hawawezi kusamehewa, kwa sababu munafiki ni mbaya kuliko kafiri. Hata mtume aliambiwa ashindane na wao. Tena mtume ameambiwa ashindane na hawa wanafiki na makafiri, kwa sababu mnafiki ni mtu anakuambia yeye ni Muislamu, lakini yeye ndiye anakula Waislamu na ndiye analeta fitna baina ya Waislamu, ndiye analeta chuki baina ya Waislamu. Wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafiki walijenga mpaka msikiti. Mtume akaamrishwa nenda kabomoe ule msikiti, kwa sababu msikiti umejengwa na wanafiki. Wanafiki ni watu wabaya. Ni mtu anakaa na wewe, anakudanganya ni rafiki yako, lakini akitoka kwako anasema ule jamaa yuko ABCD, ule jamaa ni mbaya, ni muovu, lakini akipata naye anacheka naye, wewe rafiki yangu. Kumbe ni adui mkubwa mno munafiki huyo. Yani nini zake ziko tofauti. Na Yesu anasema hao wanafiki ndio wanamwabudu, tena wanamwabudu bure hao wanafiki. Tena Yesu kawazungumzia hata hao wanafiki. Hakuna nabii aliyepita katika ardhi bila kuwazungumzia wanafiki. Tena Mungu anasema hao wanafiki watakuwa katika moto wa chini kabisa. Nadhani mnafiki ni mtu mzuri hivyo. Sasa mimi nakuuliza tu kimoja, kwa sababu upande wa Yesu Kristo mimi tunaona alipewa mamlaka, hata tumeshasoma nayo hapa. Mamlaka hatuna shida nayo. Tumeuliza mamlaka yake kapewa, lakini limitation. Amepewa mamlaka kwa Banu Israel, hawajapewa kwa watu wote. Muhammad yeye akapatiwa kubwa kwa sababu kapewa kwa ajili ya watu wote. Shida iko wapi? Basi sawa. Sasa wacha tuulize Muhammad mwenyewe alipewa mamlaka ama hakupewa? Fungua Qur'an. Fungua Qur'an 7:188. 7:180. Hivyo tu. Hakuna tatizo. Sikiza mamlaka yenyewe ni aina gani hiyo unaleta? Sio na wasiwasi. Haya, sema sina mamlaka ya kujipa nafuu wala kujiondolea madhara. Basi sawa. Ila tulia hapo. Hataki huko chini, wewe ngoja. Fika tu hapo. Si unaona Muhammad anasema hana mamlaka yoyote. Rudia pole asikie ni mamlaka ya nini? Mbona aya ziko wazi za Qur'an? Hizi aya za Qur'ani kuna watu wanazitumia kupotosha watu. Sikiza ni mamlaka ya kufanya kazi gani? Sikiza. Sema sina mamlaka ya kujipa nafuu. Hana mamlaka ya kujipa nafuu. Kwa sababu ukiwa na mamlaka ya kujipa nafuu, wewe usakuwa Mungu. Mamlaka Mungu ndiye anapatia watu afya. Kila mtu anaomba afya kwa Mwenyezi Mungu. Awe daktari, awe nani, anaomba afya kwa Mwenyezi Mungu. Anayekupa nafuu ni Mwenyezi Mungu. Nabii hawezi kujipa nafuu mwenyewe. Aligonjeka Nabii Ayub.
Nabii Ayubu ni nabii wa Mwenyezi Mungu, aligonjeka. Hata iko kisa yake katika Biblia. Alipogonjeka Nabii Ayubu alibaki akiwa mgonjwa kwa miaka mingi, akaomba Mwenyezi Mungu ampe nafuu, na ni nabii wa Mungu, hawezi kujipa nafuu. Yesu mwenyewe anasema Eloi Eloi lama sabakithani, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa sababu hana uwezo wa kujipa nafuu. Manabii hawana uwezo wa kujiondolea shida, anayewaondolea ni Mungu. Malizia, msije mkatafsiri hivi hivi. Sema sina mamlaka ya kujipa nafuu wala kujiondolea madhara. Na ndio unaona hata tutamalizia hapo. Na ndio unaona hata Musa alipofika kwa bahari, na Musa ni nabii wa Mwenyezi Mungu, alishindwa nitafanyaje? Ilibidi Musa lazima aombe Mungu, hapa Mungu tufanyeje? Akaambiwa shika fimbo, wekelea kwa maji, ikawa barabara. Lakini Musa hakuwa anajua kumbe bahari inaweza kuwa barabara. Anayejua ni Allah peke yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayejua mambo ya ghaibu. So mitume hawezi kufanya hivyo, kwa sababu wakifanya watakuwa wao ni miungu. Mtume hawezi fanya lolote mpaka afunuliwe, aletewe ufunuo. Malizia sasa, isipokuwa inaendelea kusema sema sina mamlaka ya kujipa nafuu wala kujiondolea madhara ila apendavyo Mwenyezi Mungu, isipokuwa apendavyo Mwenyezi Mungu. Nabii hana lao kama ningelijua ghaibu ningejizidishia mema mengi. Sikiza, na kama manabii wangekuwa wanajua ghaibu maana yake ni kujua kesho, siri ya Mungu. Unajua kesho kutakuaje, kesho kutwa kutakuaje. Manabii hawajui, ni kufunuliwa. Wanafunuliwa, wanaletewa ufunuo, wanaambiwa kesho kutakuwa namna hivi, wanaambiwa kesho kutwa kutakuwa namna hivi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametabiri katika hadithi vizuri. Hapa Saudi Arabia anasema katika hiyo miji ya Maka nini, kutakuja watu watajenga magorofa yanafika mpaka katika hii anga ya kwanza kwa mawingu. Na leo hizo gorofa zimejengwa hapa Dubai, zinapanda mpaka zinapita ili wingu la white hili unazipata huko juu. Zama gani mtume ametabiri? Wakati hiyo ilikuwa ni jangwa, hakukuwa na mtu kule, ni jangwa, ilikuwa watu wachache. Sasa manabii wanatabiri kwa sababu wao sio miungu, wanaletewa kitu inaitwa revelation. So nabii akiwa anajua kama Mungu, basi yule nabii atakuwa Mungu, na ni makosa. Manabii wako na limitation pia. Acha nikueleze, manabii hawajui kila kitu mpaka wafunuliwe na Mungu. Na ndio Yesu anasema 5:30, mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo. Hiyo ni kuonyeshana ako na limitation. Anayefanya jambo anavyotaka ni Mungu bila kuzuiwa na yeyote, kwa sababu yeye ni overall boss. Lakini hao wengine wanaambiwa wewe usikanyage hivyo, polepole hapo, enda hivi polepole, hapa polepole hivyo. Mungu anawekea limitation, lakini Mungu yuko juu ya kila kitu. Lete aya nyingine ya Qur'an. Ni gani uko nayo? Gani uko nayo? Lete. Sasa chenye mimi na lakini wanafiki umewajua. Hao wote bila wajua. Wanafiki ni tofauti na wacha Mungu kabisa. Sasa unajua wakati yenye ukiangalia vitu yenye Yesu Kristo alifanya, na ukiangalia vitu vyenye Muhammad alifanya, mimi unajua vitu vya Muhammad alifanya sijajua sana, lakini ukiangalia kama Yesu Kristo ulikuwa unasikia ametembea sehemu fulani, ameponya vipovu, ameponya vilema, amefanya nini, yani watu ugonjwa tofauti. Na sasa na wewe nataka unieleze yako kitu cha Muhammad naye aliombea kwa wakina nani wakapona, vitu kama example. Unajua sisi tunafuatanga kitu kulingana na examples. Kama examples sisi tuliamini Yesu Kristo kwa sababu na kulingana na vitu vyenye alikuwa anafanya, vitu vya ishara kubwa kubwa. Na wewe sasa nataka unielezee Muhammad alifanya vitu gani vya ishara kubwa kubwa, aliponyako nani na nani, ili angalau tukajua, ndio tuone, ndio tuweke hiyo vitu level moja hivi, ndio tujue nani juu ya mwingine. Kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujiza wake uko hai mpaka leo. Mitume wengine ni story unaelezwa. Muujiza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hii Qur'ani 15:9 Qur'ani. Sikiza habari. Tulia. Biblia leo tuko na Biblia maelfu. Jana nilikuwa na mmoja hapa ananiambia hii Biblia ya Kiswahili haina ile ya mambo ya kizungu iko. Na nipata vizuri. So Biblia tena iko na mkorogo, kuna hii ya King James version, kuna hii. Lakini kitabu ambacho kiko na sura 114 tangu karne ya 7 ni Al-Qur'an. Haijabadilisha yote.
Na tena Mungu amesema anailinda. Tulia, nataka nikuonyeshe pole pole. Unajua sasa wewe Mgalatia haukuwa unajua, ndio nakuletea pole pole usijue. 15:9 kaleta muujiza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapewa na Mwenyezi Mungu. 15:9 Qur'an. Hakika sisi ndio tulioteremsha mawaidha haya. Hii Qur'ani. Na hakika sisi ndio tutakayolinda. Yani Qur'ani inalindwa na Mwenyezi Mungu mpaka leo. Cha ajabu dunia nzima hakuna kitabu kinachosomwa zaidi dunia nzima isipokuwa Qur'ani. Chukua Google, chukua nini, search. Kitabu gani duniani kinasomwa? Huwezi pata Biblia pale, ni kitabu cha Qur'an. Qur'ani ajabu yake inahifadhiwa mpaka na mtoto wa miaka 6, miaka 5 amehifadhi Qur'an. Nampata vizuri anateremka kuteremka na Qur'an. Nampata vizuri so Qur'ani muujiza mkubwa. Pili, mitume hawafanyi miujiza. Mitume hawafanyi miujiza. Anayefanya muujiza 40-78 Qur'an. 40-78 inasema. Babu. Kitaka kusoma soma Qur'ani bana. 40-78 Qur'an. Na kwa yakini tuliwatuma mitume kabla yako. Na kwa yakini tuliwatuma mitume kabla yako wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine katika hao tumekusimulia majina yao na habari zao. Na wengine hatukukusimulia. Na haikuwa kwa mtume yoyote kuleta muujiza wowote. Ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Wanapata vizuri? Mitume hawafanyi miujiza wao wenyewe. Miujiza inafanywa na Mwenyezi Mungu kupitia hawa mitume. Pata vizuri? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miujiza yake hata uwezi hesabu. Ni mingi kibao. Sasa acha niongee sasa. Unajua Qur'an Qur'an inahusiana na mtu mmoja, Muhammad ndiye alileta. Ndio Muhammad ndio alikuwa anasema Muhammad hajaleta Qur'an. Ndio yeye vile mnasema sijui walimletea kwa kifua yake, yeye alikuwa kutamuka wakiandika. Si ni sawa? Unajua heri Biblia, mimi naamini Biblia kwa sababu gani? Biblia tuko na ushahidi. Unajua ushahidi ni watu wawili na si Biblia ni moja, itakuwaje watu wawili na ni moja? Ngoja niongee. Tuseme example tuko na Yohana. Ukiangalia kama kwa Yohana verses fulani inafanana na kwa Luka, na mna sasa ukifananisha hizo zote ili tujue huyu Yohana kwanza ndio tujue hawa mashahidi. Unajua lazima tuchunguze hawa mashahidi. Sasa wewe unataka kunipeleka upande mwingine. Na mimi nimekumulika wapi penye unaenda. Asante. Unajua sio kila mtu unaweza amini, shahidi yote hawezi aminika. Sasa ushahidi ni watu wawili kwenda mbele. Na hii Qur'an iliandikwa na mtu mmoja. Sasa tunaweza fanya aje tukuje tukajue ukweli hii Qur'ani ndio ya ukweli? Kwa sababu gani? Biblia wenye waliandika ni wengi. Ndio nataka tuingie kwa waliandika Biblia ni wengi. Waliandika wakiwa nchi gani kwanza? Waliandika Biblia ili tujue ni ya kweli hii Biblia. Walikuwa nchi gani? Walikuwa Kenya, Uganda, Tanzania ama wapi? Tuseme kama Luka aliandika kitabu ya Luka. Tuko mahali penye waliandikia kwa upande mwingine tu. Tuko kwa Luka. Haya, Luka aliandika akiwa nchi gani na Luka alikuwa ni nani? Ili tujue. Unajua Mungu anaweza tumia mtu wote. Mimi sijauliza Mungu kutumia watu wote. Leta implemento. Mimi wala unataka kuniambia Luka alikuwa daktari. Wala sina shida na daktari. Tumeuliza hivi. Wewe umetuambia huamini Qur'ani kwa sababu hii Qur'ani imeletwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tunajua amezaliwa Maka, akafa Madina. Tunamjua vizuri. Kateremshiwa Qur'ani katika miaka 23. Kateremshiwa Maka na kateremshiwa Madina. Muhammad tunamjua ni mtoto wa nani? Tunamjua vizuri. Sisila yake tunaijua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameishi katika karne ya 7, tunajua vizuri nini yake. Sasa huyu Luka huyu ambaye unasema wewe umemwamini ameandika Biblia. Luka kwanza ni nani na aliishi wapi na aliandika Biblia akiwa wapi? Ili tuone kama ni kweli kaandika maneno ya ukweli. Luka kwanza nani? Alikuwa dini gani? Muhammad tunajua alikuwa ni Muislamu. Huyu Luka ambaye unamzungumzia akaandika Biblia. Luka alikuwa dini gani? Je, alikuwa Mkristo? Alikuwa dini gani? Luka alikuwa Mkristo. Alikuwa Mkristo. Ushahidi uko nayo Luka alikuwa Mkristo? Ushahidi kwa sababu yeye ndiye aliandika Biblia. Sasa una ushahidi yote alikuwa Mkristo? Kwa sababu yeye ndiye aliandika Biblia.
Sasa wacha tuangalie ushahidi wa Luka. Luka alikuwa ni nani? Luka hajawahi kuwa Mkristo maisha yake. Ndio nakuja polepole kwa sababu unajua kuna ukweli mnazuianga ili isivumbuke. Luka katika maisha yake yote hajawahi kuwa Mkristo. Luka ndio akuandikie kitabu wewe ufuate. Yeye alikuwa dini gani na alikuwa mtu aina gani? Wacha tusome hiyo, nakupa nafasi. Usizuie. Najua tayari hiyo. Wengine hawajui. Sasa mbona unazuia? Hapana, unajua Luka. Mwache na nini? Unajua Mungu anaweza toa mtu hata kwa kilabu na mfano. Mimi sijauliza hata kutolewa kwa kilabu. Ati ufuate historia yake mahali penye alikuwa. Asante. Basi wacha tuone kama Luka alitolewa. Luka mpigie kadri ya mapokeo ya zamani sana. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Alizaliwa Antiokia. Tena kumbe Luka ni mzaliwa wa Antiokia. Antiokia ni kati ya Syria na Turki. Sio hata katika Israeli. Akawa daktari. Tena alikuwa ni daktari. Alikuwa mpagani. Alikuwa ni mpagani, si Myahudi. Kama walivyokuwa kina Mathayo. Tulia. So huyu Luka, je, kuna mahali popote tunaambiwa Luka alibadilika akakuwa Mkristo? Kwa sababu yeye akiandika tunaambiwa ni mpagani. Na mpagani mimi namjua ni mtu ambaye hana mwelekeo. Sasa mpagani atakuandikiaje mambo ya Mungu na wewe ukatuambia ni bora kuliko yale yameteremshwa na malaika? Unajua Mungu hubadilisha mtu wowote. Sasa wapi Luka alibadilishwa? Ndio nilikuwa naomba hapo. Toa andiko. Hapana. Ili tuende polepole tuelewane. Maana mafunzo yanahitajika kwa watu kuelewana. Sasa wapi Luka alikuja kabadilishwa? Alibadilishiwa wapi? Luka alikuja kabadilishwa kwa sababu alikuja akamjua mambo ya Mwenyezi Mungu na akaiandika hiyo Biblia. Sehemu gani imeandikwa Luka alibadilishwa? Kwa sababu huwezi kuwa kipofu tu na uandike hiyo Biblia. Ndio nauliza wapi Luka akabadilishwa? Andiko. Tusaidie. Mbona vitu vyepesi? Luka alibadilishwa Luka. Sehemu gani alibadilishwa Luka? Ngapi? Alibadilishwa wapi? Unajua kwa daktari sio mambo ati. Mimi sijauliza kuwa daktari, nimeuliza kubadilishwa kutoka mpagani kuwa dini nyingine. Wapi kabadilishwa? Mbona vitu vyepesi? Sasa vitu zote paka waandike. Lazima iandikwe kwa sababu sikiza, kama kitu ijaandikwa huwezi bezi na hiyo kitu. Utabezi namna gani? Kwa sababu wewe utakuja utoe fikra zako, mwingine atoe fikra zake. Ngoja, kwa nini Kenya wanaweka katiba? Wanaweka katiba ili hata ukienda kotini wanabezi na ile katiba walioandika. Kila mtu anaweza kuja na reasoning yake, lakini wao wanakoti katika ile katiba, wanasema ndio maneno yako mazuri, lakini kulingana na katiba ya Kenya section fulani tumesema hii nchi itatawaliwa hivi na hivi. So wanabezi na ile katiba. Naye Mungu ana katiba yake ambayo ni vitabu vyake ambao ameviteremsha, ambao ni muongozo kwa watu, ili ukiongea jambo unaulizwa, kaka hili umelitoa wapi, kwa kitabu gani? Tuletee hii kitabu ili tukisome. Kwa sababu tukienda na fikira zetu, kila mtu atatoa ngonjera yake. Mtu akila mandazi akishiba, unajua mandazi yanawekwa ile baking powder. Sasa unaweza kula ukavimba tumbo, watu wakadhani umeshiba, kumbe umevimba tumbo bure. Para vizuri So lazima upatiwe dawa kama ya ino ndio ile pumzi itoke. Para vizuri ndio uweze kula chakula kingine. Sasa hii kusema Luka alibadilika ni wapi? Ili na sisi tuwe na hiyo elimu. Kama huna unasema huna, tunaenda kwa swali nyingine. Manake maswali mengi mno. Picha inajua Luka Mungu alimbadilisha. Wapi? Yaani hiyo ndio yako unajua, lakini haijaandikwa. Mimi najua hiyo. Lakini haijaandikwa. Alibadilisha tu akina Paulo. Mimi sijauliza Paulo. Tuko kwa Luka ndio tuende kwa mwingine. Nimekuuliza huyu Luka, wewe kwa akili yako ndio unasema alibadilishwa, lakini huna nini? Bibi, hiyo ndio mafikirio yangu kwa sababu yeye ndiye aliandika. Asante. Luka ndio andike haya maneno. Alitoa ufunuo, alipewa ufunuo na Mungu au alitoa wapi haya maneno aliyoandika Luka? Unajua ukiongea neno lote about Mungu, hii inakuanga ufunuo fulani. Ukiongea sijauliza wengine, twende polepole ili nikufahamu. Luka ndio aandike kitabu cha Luka. Hii maneno aliyoandika, alitoa kwa Mungu au ni ngonjera zake, fikra zake? Iwezi kuwa fikira zake. Alitoa wapi? Hiyo maneno ilikuwa ya Mungu. Alitoa wapi? Maneno ya Mungu sana kufufunulia vile Muhammad vile aliletewa Qur'ani. Asante. Kuna andiko yoyote Luka alifunuliwa na Mungu? Una moja Luka, injili ya Luka tusikie ametoa. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga,
Luka anatuambia watu wengi wametia mikono kwa kutunga. So ni habari za kutunga. Ukisikia kutunga, tulikuwa tunaambiwa utunge safari yako ya kwenda Amerika na hujaifika Amerika. So unaanza kuongea tu uongo, unatunga uongo pale. Manake ni insa, unataka upate alama. Unaona? Tulikuwa tunapewa alama 40, yani kuteremka chini. Sasa unaambiwa utunge. So unatunga nilienda Mombasa, sijui nikapanda ndege, ni urongo kwa sababu hujaenda hata. Manake ni kutunga. Rudia polepole asikie. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vema mimi nami kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo yote hayo tangu mwanzo, kukuandikia kwa taratibu Theophilo mtukufu, upate kujua hakika ya mambo yale uliofundishwa. Kumbe naye anasema watu wengi wamefanya mambo ya kutunga. Yeye naye ameona sitatunga kiujinga, akajifanyia his own research. Unajua sio mimi, ni kitabu imesema, sio hajafunuliwa, hajasema kuna mahali unajua nyinyi mtachomwa kwa sababu ya kuwasingizia watu. Luka akisimama hata siku ya hukumu atasema mimi nilisema nimejitafutia. Maanake amefanya his own research kwa Kiingereza. So mtu ambaye amekaa akapiga research zake kivyake, maybe kakosea, maybe kapata 2 3, maanake ni research yake. Mambo ya research ya mtu huwezi kuyaamini 100%. That's where we come with, hapo ndio unaona tunakuwa na doubt na hii Biblia kabisa. Kwa sababu Luka anasema yeye alifanya research yake mwenyewe, kwa sababu aliona watu wengine wanatunga. Yeye naye akakaa chini kafanya research zake. Kwanza anasema tulihadithiwa na wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Sasa wewe alikuwa anaenda anakuuliza ulikuwa kwa wakati wa Yesu? Alikuwaje? Alikuwa mrefu mfupi? Huyu anamwambia alikuwa mfupi, huyu mwingine mrefu, yeye naye anafanya research yake. Anaona huyu alisema mfupi na huyu mrefu, wacha mimi niweke katikati. Maana ni research yake, sio ufunuo. Sasa unaponiambia unakiamini hichi kitabu na kuwa na doubt sana, kwa sababu ni kitabu ambacho watu wamefanya research. Ni kama mimi niandike kitabu. Mimi naitwa Salim lakini nimefanya research yangu. Pale chini nitaandika, ukipata makosa nisamehe, kwa sababu research yangu iwezi kuwa kitu kabisa ndio ukweli. Hakuna. Research unaenda unapata, saa zingine unakosa. That's why unaona hatuwezi amini. Lakini unapokuja kwa Qur'an, sio mambo ya kufanywa research mbili Qur'an. Pole lakini ndio haki ilivyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Tena unaambiwa hii Qur'ani ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Na ni uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Na ni uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Ambao huyaamini yasionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Huyaamini yasionekana maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa sababu maneno yanatoka kwa Mungu direct yanakuja kwa mtume wake. Hiyo ndio Qur'an. Na ndio unaona imebaki mpaka leo. Hakuna mambo ya uchafuzi ndani ya Qur'an. Na alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza tukawa Waislamu. Leo ningelikuwa kama wewe namna ulivyo. Hata mimi nilikuwa natetea lakini nilikuwa blind. Mungu akanifungua, akanionyesha haki ndio hii. Na kabla Mungu hajakufungua utabaki pale pale kutetea batili. Swali ya mwisho. Lete swali ya mwisho. Swali ya mwisho ni hivi. Siku ya hukumu. Siku ya hukumu. Pale kwa sababu hiyo kitabu sijaijua na chura tunaweza nikumbusha tu, tena usiponikumbusha ni sawa, na chini unaweza nikumbusha. Sauti ongeza. Wakati yenye siku ya hukumu pale juu mbinguni, vile Biblia inaeleza na jinsi sijajua mstari poa, tutakuwa kama na viti mbili. Tutakuwa na kiti ya Mungu na kiti ya mtoto wa Adam aliye jina yake ni Yesu Kristo. Je, hapo Muhammad atakuwa Elia ama atakuwa kwa wale wa kuhukumiwa? Asante sana. Swali nzuri sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya kiyama yeye haendi kuhukumu watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asaahidiwa paradiso na Mwenyezi Mungu. Manabii wote wanaingia peponi. Atakaye wahukumu watu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Ndiye atakaye hukumu. Wewe uliambiwa ufanye hivi, haukufanya. Kisha kila mtu atapewa kitabu chake.
So hukumu itakuwa nyepesi kwa sababu kila mtu atajua matendo aliyoyafanya. 17 kabla asobe alijuaje kiti yake iko? Kujuaje yani namna gani? Yani kwa sababu unajua pale hukumu ati si mtu watu wengine wameshahukumiwa wameenda tayari. Hapana, siku ya hukumu wataenda one by one. Hata huyo Muhammad kama amefanya mema atawekwa, kama hajafanya mema atawekwa pale. Si ati sahihi ati ule alifanya mazuri ama alikuwa ati sijali ati alikuwa kiongozi fulani. Hapana, siku ya hukumu itaenda one by one, wataenda one by one. Si ati wengine wameshafika pande hiyo nini na nini. Hapana. Nisa kueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amebashiriwa pepo paradise. Yeye ni kuingia 43:68. Sikiza, pamoja na Waislamu. Ni Mungu anasema kupitia malaika Jibril, kwa sababu Qur'ani ni ufunuo. Ngoja nikwambie, unajua mimi unajua nikitaka watu waniamini siwezi ongea mabaya yangu. Mimi lazima niambie watu mimi ni mtu mzuri na kiti yangu nimewekewa. Nitaingia direct ili angalau watu waniamini. Ngoja mbona sijakuelewelewa, nataka nikuelewe nimaliza. Ngoja kidogo. Yesu alipokuwa ako duniani, watu ndio walikuwa wanasema Yesu ataenda paradise ama ni Yesu alikuwa akisema Yesu ataenda paradise ama ni watu walikuwa wanasema Yesu ataenda? Atayari kiti yake hiyo yuko. Aliyejua kuna kiti ya Yesu ni watu walimwambia una kiti yako ama ni Yesu alisema? Ni wale wenye waliandika hiyo Biblia. Wale waliandika hiyo Biblia walijuaje kuna kiti ya Yesu? Mungu aliwafunulia sehemu gani? Tupe hiyo andiko. Tupe hiyo sehemu. Mbona tunabishana? Tupe hiyo sehemu. Kwa sababu nimeshangaa kumbe Yesu watu wengine ndio wanamuelezea. Manabii ndio wanaeleza watu, sio watu wanamuelezea. Hata Musa alipokuwa mlimani hakuenda na mtu, alikuja akamwambia nimepewa hizi amri na Mungu. Hakuna mtu alimwambia mbona hatukuona ukipatiwa na Mungu? Kwani kuna mtu alipanda akaenda akachungulia akaona Mungu ndiye anampatia? Ni ima watu waamini au wakatae. Manake sasa wewe unang'ang'ania ati lazima kuwe na mtu alienda akachungulia akaona Musa amepewa ngapi, ni 3 ama ni 2, ndio aje ambie watu. Hakuna, ni Musa ndio anaongea na Mungu, analetea watu. So ni watu waamini yale aliyokuja nayo nabii, sio watu wao wanasema ya kwao. Hiyo ya kwao ni jamba, ni story za jaba. Kwa sababu nabii ndio anaeleza watu, kwa sababu nabii ndio anaongea na Mungu. Musa alipoona kijiti kinaungua hakuenda na mtu pale, alienda peke yake. Sasa na mimi nataka unielezee nani mwenye alisema Muhammad ataenda paradise? Na sikufia Muhammad mwenye ndiye ameambia ati mtu aandike. Aliyesema ni Mwenyezi Mungu. Aliambia nani? Aliambia malaika Jibril. Malaika Jibril akaleta kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo kwa Muhammad ndio nakataa, kwa sababu Muhammad kama angeleta tofauti Muhammad angesema hivyo. Sasa ngoja kwanza. Wewe aliyekuambia Yesu ataingia paradise nani? Na asiwe Yesu anasema, lete mtu mwingine anayesema Yesu ataingia paradise. Sasa kwa ufupi unamaanisha ndio tuende fair. Tujui, si ndio? Wewe una defend upande wako na mimi sija defend. Huyo amesema hivi, nisimpatie ile Muhammad amesema, na wewe nipatie mtu mwingine apart from Yesu anayesema Yesu ataingia paradise. Tupatie mtu mwingine apart from Yesu, mtu mwingine anayesema Yesu ataingia paradise, lete. Kwa hivyo wao watu wote hakuna. Si wewe ndio umeleta andiko. Kwa sababu si wewe ndio umesema ili tuende fair. Unajua tukienda upande mwingine, wewe unasema hiyo walimletea kwa kifua, ndio Muhammad akasema mimi nitaenda paradise. Muhammad sasa ni mwenyewe ndiye anasema. Na mimi nikasema hapana, uamini hiyo. Si ulisema uamini hiyo. Kwa sababu mtu aziongelea mabaya yake. Asante. Na mimi nasema hivyo pole. Ya Yesu hawezi jiongelea mwenyewe. Nipatie mtu mwingine anayeongea kuhusu Yesu, anayesema Yesu ataenda paradise, tupatie. Kwa hivyo sisi wote hakuna, si ndio? Hakuna. Muhammad asiongee na wale wengine wasiongee. Sasa sikiza. Maneno hayaendi hivyo. Manabii ndio huwa wanazungumza, kwa sababu wao ndio wanazungumza na Mwenyezi Mungu au wanaletewa ufunuo na malaika. Na chini manabii yeye ndiye anazungumza, hakui mwingine. Kwa sababu akiwa mwingine itakuwa huyo mwingine basi atakuwa ni nabii mwenzake, hakui mwingine. Hakuna mtu mwenye ataongea sifa zake mbaya.
So hata Yesu aliongea uongo. Ini shetu unakuja kutufundisha kuwa Yesu katika Biblia yale maneno aliongea uongo. Unajua mtu wote hata akwe muongo asikwe muongo hawezi ongea ubaya wake, ama mtu anaongeanga uzuri wake ndio watu. Asante. So unataka kutuambia hata Musa alipoambiwa aweke fimbo baharini hakuna mtu aliyesikia. Si ni yeye Musa alisikia? Musa ndiye alisikia. So hiyo pia ilikuwa uongo. Na kuhusu amri 10 ni za uongo. Kuhusu amri 10 kwa sababu alienda mlimani akalete yeye mwenyewe. Nani aliona Mungu akipatia Musa hiyo amri 10? Sasa unajua nikisema hizo ni za ukweli na huyu pande nyingine utasema hata Muhammad alisema. Ndio nauliza swali. So una defend hiyo, afadhali useme ni ya uongo ili usiseme Muhammad anasema ukweli. Aliona Musa akipewa amri 10 nani? Siwezi jua. Asante sana. So hakuna mtu alipanda naye kwa mlima akachungulia akaona Musa alienda peke yake. So hakuna mtu alipanda naye ati ananyemelea Musa ati ndio aone. So manabii wakisema ndio final. Na ndio unaambiwa sisi tunaamini maneno yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mitume yake. So karibu sana. Mimi najua yote ni kwa ajili ya kutaka kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kitu kingine. Manabii walikuwa wanajishuhudia wao wenyewe. Kabisa. Manabii walikuwa wanajishuhudia wao wenyewe kwa sababu wao ndio wanaongea na Mungu. Kabisa. Hakuna mtu anaweza ongea. Aya, karibu sana. Na manabii hawakuwa wabaya. Manabii ni watu wazuri. Manabii hawawi wabaya, wanakuwa ni watu wazuri mno. Ongea akiwa, unajua kusengenywa ni mtu akiwa mbali, si msengenyi yumo. Aya, mimi wananiita Salim. Anthony. Na utaongeza sauti kidogo tu. No? Anthony Muislamu Kristo? Mkristo. Wekelea swali la kwanza tulisikie. Swali langu linatoka kwa Leviticus 11. 11. Kuhusu Leviticus 14:11. 11:2. 11:2. Sasa badilisha 11:2. 11:2. Nitasoma kama iliandikwa. Neneni na wana wa Israeli mkiwaambia wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakaowala. Ni kuhusiana na ngamia. Mimi najua point. Teremka. Katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake. Asante. Wenye miguu ya kupasuka kati. Mwenye kucheua. Katika hayawani hao ndio mtakaowala. Pamoja na hao wanyama hao hamtawala katika wale wenye kucheua. Na katika wale walio na kwato. Ngamia kwa sababu ya kucheua lakini hana kwato yeye ni najisi kwenu. Nifikisha hapo niendelee? Endelea. Na wibari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato yeye ni najisi kwenu. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui yeye ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Sasa mbona mnakula ngamia nyinyi Waislamu? Swali nzuri sana. Anauliza mbona Waislamu nyinyi mnakula ngamia. Hii swali aliulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa wewe hauli ngamia, wewe unakula ngamia. Mbona unakula ngamia? Na wewe unailete katika hii karne. Qur'ani 3:193. Yaani swali liliulizwa karne ya 7, leo linarudiwa. Sikiza mbona tunakula ngamia. Tunaikula vizuri sana. Tena ngamia nyama yake ni dawa, maziwa yake dawa, tena supu yake ukichemsha ile mifupa ni dawa tena ya wanaume nzuri sana. Hata mwanamke akijifungua alafu akawa anaumwa na mgongo na nini, nenda tu hapa Isili, chukua mfupa ya ngamia, chemsha supu, apige vikombe 2 asubuhi, vikombe 2 jioni, mwanamke mifupa yake inarudi sawa sawa. Ngamia dawa. Sikiza habari 3:93. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi na mwenye kurehemu. Kila chakula kilikuwa halali kwa kizazi cha Israeli. Sikiza, kila chakula walikuwa wamehalalishiwa Banu Israeli. Yaani Mayahudi. Isipokuwa kile alichojiharamishia Israeli mwenyewe. Israeli ni Yakobo. Nenda fafanusi yake sasa hapo ndio aone hiyo swali yake. Mayahudi walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ufuati mwendo wa Nabii Ibrahimu
ingawa unajidai unamfuata. Mbona unakula nyama ya ngamia? Sikiza, alikuja Muhammad kaulizwa, mbona wewe Muhammad unakula nyama ya ngamia? Venye unatuuliza mbona Waislamu nakula nyama ya ngamia? Malizia. Na Nabii Ibrahimu hakuwa kila nyama ya ngamia. Hawa Wayahudi walijenga hoja yao kwa uongo, wanasema Nabii Ibrahimu hakuwa anakula nyama ya ngamia. Kumbe sio Nabii Ibrahimu. Malizia. Ndio wanasutwa hapa. Kuwa ni uongo huo. Na dalili ni hiyo Taurati. Na waifungue hiyo Taurati, wataona kuwa Nabii Yakubu au Israeli si Nabii Ibrahimu ndiye aliyejiharamishia kula nyama ya ngamia mwenyewe kwa nafsi yake bila ya kulazimishwa na Mwenyezi Mungu. Basi sio amri ya Mungu. Yeye ndiye alijiharamishia mwenyewe, sio amri ya Mungu. Hapana. Amri ya Mungu inasemaje? 22:36 Qur'an. Sasa sikiza amri ya Mwenyezi Mungu. Si amri ya Mungu ndio tunakula ngamia tena vizuri. Tena ngamia iko na mafuta inaitwa kurusi. Ile kurusi inakuwa nzuri sana. Sikia maneno hayo. Wewe sikiza. Teremka usikie. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ngamia. Na ng'ombe. Na mbuzi. Na kondoo wa sadaka. Tumekufanyieni kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hao mnayo kheri nyingi. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu je hao wasimamapo safu mnapowachinja. Na waangukapo ubavu kuleni katika hao. Tulia, tunaambiwa tukule katika hao ngamia, ng'ombe na mbuzi. Sisi tunaelezwa hiyo maneno yalikuwa, na ndio unaona yakawa misquoted katika Biblia, wakaiweka ni haramu, lakini ilikuwa ni maneno ya Israeli. Nabii Yakubu alijiharamishia. So wale waliokuwa wakiandika wakapachika moja kwa moja. Sisi tusaelezwa aliyejiharamishia ni Nabii Yakubu, sio Mwenyezi Mungu. So sisi tumehalalishiwa. Naweza nisomea kwa Biblia mahali inasema tule ngamia. Kwa Biblia mahali nasema tu mule ngamia. Sijapata, kwa sababu katika Biblia sijapata hata mahali mnaambiwa nini. Kwa nini hakuna? Kwa sababu wao ndio wameandika. Unajua sasa wale waliandika lazima wakuweke katika ile mtizamo wanaoutaka wao mwenyewe. Maana wao wanaweka katika mtizamo walioweka mwenyewe. Kwa sababu katika Biblia kwanza hata watu wanakula nguruwe na wanasoma Biblia wamejaa. Manake ukisoma 10:24 unaambiwa kula kitu chochote kiusacho sokoni bila kuuliza. So wewe ukipata ngamia wewe kula. Paulo anasema wewe kila kitu wewe fagia bila kuuliza. 10:25 kitabu cha Wakorinto wa kwanza au wa pili. Paulo anasema wewe adhibu, na ndio unaona kuna Wakristo wengine wanabeba Biblia hapa tena anainyonga vizuri, kutembea na Yesu mimi napenda, na anaenda kwa nguruwe anasema kata ya 20 na anakula. Na ni kweli wako Wakristo wanaokula nguruwe wamo. Kwani hizi soko za nguruwe zinakuliwa na nani? Wamo. Naona. So 10:25 niangalilie. Wakorinto wa kwanza inasemaje? Tuanzie 23 au tuende 25 moja kwa moja. 25. Kila kitu kiuzacho sokoni kule. Angalia. Rudia hapo juu ndio aone vizuri. Kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni. Teremka chini. Hata ile kuleni. Teremka chini. Ngamia inauzwa sokoni. Kila kitu inauzwa sokoni. Ngoja anauliza ati kama ngamia inauzwa sokoni. Ngamia inauzwa sokoni ya Isili. Ukienda soko ya Isili utapata ngamia, kwa sababu kuna buchari ya ngamia. Sokoni kuna buchari ya ng'ombe. Sokoni kuna buchari ya kitu fulani. So wewe ukienda pale Isili, umeenda soko ya Isili, utaenda kwa buchari useme kata nyama ya ngamia. Tena ukikatiwa kata kilo 1. Manake tamu tena nzuri. Sikatiwe nusu. Manake ukatiwa nusu tena utarudi usiku. Tena ukija uchemshiwe ile mifupa supu nzuri mno. Tena inatengeneza magoti. Baada sisi tumeruhusiwa. Tena nzuri sana. Tena Biblia inasema kula kila kitu kiuswacho sokoni bila kuuliza. Tena Paulo alikuwa anasema usiulize maswali. Wewe adhibu tu, lakini sisi Waislamu huwa tunauliza maswali. Maana hatufuati Paulo. Kukuta nyoka. Sisi tunauliza maswali. Sisi hatuli, lakini Paulo anasema kila kitu kiuzwacho sokoni kuleni bila kuuliza. Konokono unakula? Mimi siri, lakini kama Paulo anasema kama wewe utakuwa ni mfuasi wake, wewe ukipata konokono ikiuzwa wewe kula bila kuuliza. Lakini konokono inanunuliwa, sinatumika kutengeneza ngozi za wanawake. Si unasikia pia ni dawa. Swali la pili. Naomba nisomee Mathayo 22 swali ya pili 36. 22:36 siku ya kiyama hakuna ijuaye, ama sio hiyo? Sio hiyo.
22. Maandiko ni 24:36 ndio inasema mambo ya 22:36 msomee. Inasema mwalimu, katika Taurati ni amri ipi iliyo kuu? Mwalimu, katika Taurati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Endelea. Niendelee. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Taurati yote na manabii. Sasa ukiangalia nyinyi Waislamu, mbona vikundi mingi zile za Al-Shabaab, Al-Qaeda, Mujahideen, Hezbollah, mbona mingi 80% Waislamu ndio wanakuanga ndani? Mbona nyinyi mpendi wenzenu, unaua wenzenu? Sijapata Waislamu pale wakijaa, kwa sababu 80% ya hizo vikundi ni Waislamu. Enda uone Al-Shabaab. Sijaona, labda unajua mtu ana swali ndio anaenda kuua watu. Sauti ongeza. Nasema hivi, nyinyi Waislamu, vikundi za Al-Shabaab, Al-Qaeda, Mujahideen, Hezbollah, Islamic State, mbona nyinyi wengi wenu mumo ndani? Na alafu mkiomba mnaenda kuua Wakristo. Kwa nini? Na Biblia inasema tupendane. Penda jirani yako. Asante. 17:33 Qur'ani. Labda si Waislamu. Manake Uislamu umekataza. Na ukisoma Qur'ani pia unisomee Biblia. Biblia nitakusomea. Labda wamejifunza kwa Biblia. Kwanza ndio imekuja vizuri sana. Hiyo mambo ya kuua kwa Biblia. 17:33 Mungu anasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Sikiza, Mungu amekataza kuua nafsi yoyote. Umenipata vizuri? Katika Qur'ani Mungu amekataza kuua nafsi yoyote. Sasa kama unawapata wanaenda wanaua watu, wamejifunza hapa kwa Biblia. Wanaswali kuua watu. Wamejifunza kwa Biblia hata kuswali. Takuonyesha, si wanaswali wanapeleka uzo chini. Kuua watu wanaswali. Na hiyo wamejifunza kwa Biblia. Hiyo ya kuswali na ya kuua. Yametoka yote 15:3. Sikiza, ndio nakuonyesha ni kitabu gani. 15:3 kitabu cha Wafalme wa kwanza baba. Sikiza vizuri. 15:3. 15:3. Bwana tunampeleka polepole kaka, ndio tunamuonyesha anajifunza wapi. Wewe inasema wa pili, niangalie wa pili. Hii ni Wafalme ama ni Samueli? Ni Samueli, mimi naona ni Samueli. Samueli wa kwanza 15:3. 15:3. Samueli wa kwanza. Niko sure vizuri sana. Unajua maandiko ndio hivyo. Unajua wewe unaleta swali, alafu lazima nini yangu ya kichwa ianze kulol. Ndio ingiane. Wewe wa kwanza 15:3 Samueli. Lazima sasa nini yangu ianze kulol vizuri ndio niipate vizuri mahali iliko. Inasema 15:3. Kama sijaipata ndio hivyo. 15:3. Inasema basi sasa enda ukawapiga Amaleki. Sikiza, anaambiwa enenda ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Asante. Wala msiwaachilie bali waueni. Nasikia Biblia vyenye imeanza kufundisha inasema mkienda muwaue msiwaachilie. Malizia ngoja kwanza. Mwanaume kwanza wanaambiwa waanze na wanaume na mwanamke na tena warudi na wanawake. Mtoto naye anyonyaye. Mtoto na yule anyonyaye. Imagine katika jihadi ya Kiislamu ni haramu kuua mtoto, ni haramu kuua mwanamke. Wewe mnapigana na anayekupiga. Teremka usikie wanaruhusiwa mpaka kuua wanyama. Ng'ombe. Tena ukipatana na ng'ombe pasua. Na kondoo. Ngamia. Na punda. Ndipo Sauli akawatia. Unaona? So labda wamefunza huko kwa Biblia ndio inasema ukienda maliza mpaka punda. Kitu siache. Si Waislamu, kwa sababu Uislamu unagaidiwa na Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Uislamu unasemaje kuhusiana na vita 22:39 ama 24:39? Endelea hapo chini. Mahali amefika, endelea hapo chini. Wapi? Ile ya Samueli. Mahali amesoma.
Rudia kwanza ile ya Samueli tumalizane. Wamejifunza huko mambo ya mauaji haya. Tulia. Qur'ani imekataza. Qur'ani imekataza kabisa. Sasa wakijifunza huko nyinyi mnakuja kutulaumu bure. Mnatulaumu bure. Sasa Waislamu tunaua wapi? Kama tunaua, ngoja. Hii itakuwa double understanding. Kwa nini? Nchi ya Kenya yenyewe security team Waislamu. Sasa kama wanaua, si wangekuwa wameua wa Kenya? Sasa hii ni fikira gani? Security team ya Kenya ni Waislamu. Sasa kama wanaua, si wangekuwa wameanza kuua wao wenyewe? Hii ni vitu hata ya kujiuliza kwa akili yako tu. Si wale wangekuwa, kwani si Waislamu ndio wangekuwa wameanza? Security team kama una habari wewe, si wangekuwa wameanza kuua? Hata wewe ungekuwa hai. Hata wewe ungekuwa hai. Waislamu ndio wanaweka utaratibu. Yaani Waislamu ndio wanarudisha usawa. Mambo ya ulinzi. Mambo ya ulinzi ni ya Waislamu. Enda nchi nyingi Waislamu ndio wanapewa ulinzi kwa sababu ndio wanajulikana hao kwa ulinzi. Watu wazuri. Tena wanaangalia maslahi. Na ndio naona hata 207 kama Waislamu wangekuwa kwa security hakuna mauaji hapa Kenya. Wewe tulia, sikiza habari. Kongo saa hii watu wanauana kuuana. Ni Waislamu wanauana huko. La Waislamu ingekuwa imetulia kwa sababu Waislamu wanahukumu na kitabu cha Allah. Wanaweka vitu sawa, wanatulia. Sikiza maneno hiyo. Inasema basi sasa enda kwa piga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Wala msiwaachilie bali waueni mwanaume na mwanamke, mtoto na yanyenyae, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu akawahesabu huko Telemu. Askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikiria mji wa Amaleki, akauvizia bondeni. Sauli akawaambia, wakeni haya. Paka ngapi? Niendelee. Amaleki walikuwa wamefanya nini ndio? Sina habari kwa sababu wanauaa watoto. Mtoto atakuwa amefanya nini? Tunashangaa. Hata tunashangaa walikuwa mtoto, yani Mungu huyo hana huruma, anaua mtoto. Paka ngamia, punda amefanya makosa gani? Punda mwenyewe kubeba mizigo. Mnamruhusu akauawe? Yani punda, mtoto anayenyonya anajua nini? Mungu ndiye alitoa command. Kwani nani? Si umesikia ni Mungu ametoa. Sasa wale nao wamejifunza kwa huyu Mungu anayetoa komandi ya kuua namna hivyo, lakini kwa Qur'ani Mungu ametoa komandi usiue. Hala. Kwa Qur'ani Mungu anatoa komandi usiue. Usije ukastuka tena wanajifunza kwa mwingine 19:27. Mathayo. Wa kwanza alikuwa ni Samson. Si ndio alienda akashika nini akafunga hivyo akakufa na watu wengi sana akajitoa mwanga. Tena wanajifunza kwa mwingine 19 Mathayo 27. Kwa Uislamu kuna utaratibu na ukiua unafaa uwawe. Ndio sheria ya Kiislamu. Yaani wewe ukiua tu, unaviziwa, unashikwa, unapelekwa kwa kadhi anahukumu na wewe unauawa. Yaani nchi ya Kiislamu inakaa na adabu. Hamna mchezo ya kuchezeana hakuna. 19. Yaani Uislamu unakaa na adabu. Ukicheza unanyoroshwa na serikali ya Kiislamu kwa sababu wanataka watu wakae na adabu. Si ati wewe unastuka tu unaua watu tu. 19:27. Luka inasema. Tena wale adui zangu. Angalia tena mahali pengine wanajifunza sana ni hapa. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa muwachinje mbele zangu. Allah, si unaona mahali walijifunza kwa huyo Bwana Yesu huyu hapa. Hebu rudia asikie. Unajua sasa wewe ukileta hayo mambo lazima ujue mahali walitoa hizi. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale. Ni kitabu cha Luka 19:27 macho nne wewe. Rudia. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale. Waleteni hapa. Muwachinje mbele yangu. Basi ndio hiyo wanajifunza huko, ndio unaona wanafanya ufisadi. Fanya ufisadi sana. Fanya ufisadi mkubwa sana na ni makosa. Unasikia wanachinja. Lakini Qur'ani ilipokuja inasemaje? 5:32. Wewe, Qur'ani sheria zake si mchezo. Wewe, sikiliza, 5:32 ilipokuja Qur'ani. Najua wewe ukija unadandia hizi vitu. Nyinyi Waislamu mmeruhusiwa kuua. Si ndio na kuonyesha Qur'ani inasemaje? Sasa kwa ni Biblia ndio inaruhusu. Sio Waislamu. Sasa wale wanaojifunza kwa Biblia, Waislamu sikiliza 5:32. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya fisadi katika nchi basi ni kama ameua watu wote. Yaani Uislamu unaandikiwa ukiua mtu mmoja dhambi yake ni kama umeua watu wote duniani. Maana yake wewe ni mtu wa motoni. Ndio Uislamu tumeandikiwa.
Yaani ukiua mtu mmoja unaandikiwa dhambi ya kuua watu wote duniani. Saa hii tuko na watu bilioni sijui ngapi duniani. Ukiua mmoja unaandikiwa dhambi umeua watu wote duniani. Wewe unaenda motoni. Anaye ruksa ya kutoa mtu auawe nani? Qur'ani 17:33 malizia. Wewe Uislamu ni utaratibu. Unakuja unaambiwa ati kundi fulani wa Uislamu nini? Wewe. Naona utanitapia kanzu naleta tena size yako. Unajua ulikuwa umepewa ile magugu ndio tunayang'oa. Sikiza habari inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Isipokuwa kwa haki. Isipokuwa kwa haki ndio mtu anauawa. Anauawa namna gani kwa haki? Akahukumu hakimu kuwa mtu huyo anastahili kuuawa na akatoa amri ya kuuawa. Unasikia? Yani Waislamu ili mtu auawe lazima apelekwe kwa hakimu, kwa jaji. Jaji ndiye anatoa hukumu kuwa huyu mtu anafaa kuuawa, jaji. Venye kuna nchi zingine, sio Kenya, kwa Kenya mambo ya drugs hakuna kifo. Ukienda nchi hizi za Korea na wapi huko, ukishikwa na drugs hawakuui wao wenyewe, wanakupeleka kwanza kwa jaji. Paka jaji ahukumu aseme huyu kaka auawe. Sasa ikitolewa na jaji, basi hiyo inakubalika. Unatoa kitanzi. Unapewa kitanzi. Sasa Uislamu ni utaratibu. Akishikwa mtu anapelekwa kwa jaji. Jaji anatoa mashtaka yake, jaji anaangalia sheria inasemaje, hadithi zinasemaje, jaji anaamua anasema huyu mtu kulingana na hii na hii na hii inasema hukumu yake ni auawe. Basi. Na hapa Kenya ilikuwa ikatolewa. Labda wewe uwe mtu ajuzi. Ilikuwa inafanyika hapa Kenya hapa Kamiti. Ilikuwa inaitwa kinyonga, lakini jaji ndio alikuwa anaenda kuhukumu. Ni kukusudia. Jaji lazima angalie hizo vitu yote. Huyu mtu aliua kwa kutaka, na ndio unaona hata mada kesi ziko tofauti. Ukidunga mtu kisu moja akafa, unaenda ukastakiwa na manslaughter. Lakini ukidunga kisu ya kwanza, kisu ya pili, kisu ya tatu, wewe ni mada direct kwa sababu ulikuwa unataka. Swali la mwisho. Lete swali ya mwisho sasa usiri. Mbona nyinyi Waislamu hamjaamini bado Kristo ni mwana wa Mungu? Ni kwa sababu ya hii Qur'ani. Kwa nini bado hatujaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Qur'ani 112 anza 1 mpaka 4 asikie. Ni kwa sababu ya hiyo hatuwezi amini Mungu ana mtoto. Ndio hatujaamini hata huyo Kristo kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Basi ndio hiyo. Hatuwezi amini Mungu ana mtoto wakati Mungu hafanani na yeyote. Unajua mtoto ima atafanana na baba au atafanana na mama. Sasa Mungu hafanani na yeyote, na huyu Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa, bali kila kitu ni kiumbe cha Mungu. Hivi wewe sasa ukipata mke, mkazaa mtoto, ima ule mtoto atafanana na wewe baba au atafanana na mke, wakati Mungu hafanani na chochote. So Mungu hana mtoto. Mungu ana viumbe. Ndio sababu hatuwezi kuamini ati Yesu mtoto wa Mungu, wala nani hatuwezi amini ni mtoto wa Mungu, tunaamini ni viumbe wa Mungu. Nisomee Yohana 1:17. Yohana 1:17 anaitaka 1:17. Kitabu cha Yohana 1:17. Inasema, tusikie hiyo nyanja. Kwa kuwa Taurati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mpaka hapo au niendelee? Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Afika hapa anasema. Nisomee Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza, hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana. Ngapi? Kagua tu, usiwe na wasiwasi. Pole tu. 2:22. 2:22. 2:22. Ni nani aliye mwongo? Ni nani aliye mwongo? Ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Endelea. Huyo ndiye mpinga Kristo. Yeye mkanaye Baba na Mwana.
kila mkanaye mwana anaye baba, amkirie mwana anaye baba pia. Niendelee. Kumbe Salim wewe ni muongo. Biblia imesema wewe ni muongo. Kwa nini? Maana unamkana Kristo. Haijasema ninamkana Kristo. Msomee tena. Rudi, haijasema. Wewe ndio hujaelewa andiko. Rudia pole asikie. Ni nani aliye muongo? Muongo ni nani? Ila yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Tulia kwanza. Yeye anayemkana Yesu ni nani? Ni Kristo. Kristo, tulia kwanza ndio niende naye pole pole. Kristo maana yake nini? Kristo. Christ. Samueli wa pili 2:10 hapo chini asikie. Mimi nakubali Yesu Kristo kwa sababu Yesu ni nabii. Sikiza, Kristo inatokana neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta. Au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili au mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani ni Kristo. So Wayunani wakiona nabii ambao ni Yesu anamuita Kristo, na mimi nikimuona namuita Masihi, ndio ile tu. So mimi namkubali kuwa nabii wa Mwenyezi Mungu, tena Muislamu ndugu yangu. Sasa malizia chini hapo kwa mwana sasa. Rudi kwa aya sasa. Yule ni shehe. Ule ni Muislamu ndugu yetu. Sasa teremka hapo kwa mwana, ndio naona amechanganya. Ni nani aliye muongo? Ile yeye akanaye ya kuwa Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Asante. Yeye amkanaye baba na mwana. Tulia. Huyu baba nani? Mungu. Sasa mimi namkubali kuna Mungu na mwana. Sasa huyu mwana namkubali kama ni mwana. Qur'ani 3:45 ni mwana. Mbona sisi tuna shida gani? Yesu ni mwana. Wewe unakataa mwana? Mimi sijakataa, sikiza, ni mwana. Tunakubali tena, Qur'ani imemtaja ni mwana. Qur'ani 3:45. Mbona vitu viko wazi? 3:45 sikiza, ni mwana. Lakini sasa mwana wa nani? Ndio hapo sasa Qur'ani inajibu. Kumbukeni aliposema malaika, Mariam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume, bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa, mwana wa Mariam. Mimi namkubali ni mwana, lakini wa Mariamu. Mbona vitu viko wazi? Siwezi kumkana mwana. Mwana ni Yesu ambaye ni mwana wa Mariam. Soma Yohana 1. Nisomee Yohana 1. Naambiwa dakika ziko. Ama ulikuwa unamaanisha Yesu ni mwana wa Mungu? Yesu ni mwana wa Mungu. Ngoja kwanza sasa hapo. Ngoja kabla tuende Yohana 1 na utanisomea, ndio nataka unifungue taka kidogo iko kwa masikio. Hivi Yesu mwana wa Mungu. Hivi Mungu alijifungua? Nataka unisomee Yohana. Utanisomea ndio. Mbona hutaki kunitoa hiyo taka? Ujibu hiyo swali through Biblia hapo. Msomee Yohana. Mungu alijifungua. Msomee Yohana 1. So Mungu alikuwa mzito. Mungu wako? Msomee Yohana 1:14. Ndio sasa na kujibu hiyo swali through 1:14. Nisomee hapo. Maana mimi nataka nijue hapo unapo. Alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kweli. Umesikia? Umesikia? Ndio nataka nijue. Unajua lazima uulize imani ndio uielewe vizuri. Inasema tukaona utukufu kama mwana atokaye kwa Baba. Swali ndogo. Hivi Mungu alijifungua? Hujashika Biblia vile. Ndio nataka unieleze ndio nishike. Nauliza, Mungu alijifungua? Anasema neno. Msomee tena. Neno ilifanyika mwili, wala sina shida. Ndio nauliza, neno kufanyika mwili, mimi sina shida na hiyo, kwa sababu kila kitu kimeumbwa kwa neno la Mungu. Sawa? Kama unataka nikuonyeshe Kutoka 8:3 baba. Kutoka hii nipigie imprimanto. Kutoka 8:3. Mimi nilikuwa nataka nijue unaposema Yesu ni mwana wa Mungu, hivi Mungu alijifungua ama Mungu aliumba? Ili tujue hizi vitu mbili. Hivi Yesu Mungu kajifungua Yesu ambao ni makufuru, au Mungu kamuumba Yesu? Lazima kuwe kuna vitu mbili. Ndio tuelewane. Hivi kazaliwa na Mungu au kaumbwa na Mungu? Na akiumbwa automatically anakuwa kiumbe cha Mungu. Sasa akizaliwa ndiye atakuwa mtoto wa Mungu. Sasa swali ndogo hiyo tulikuwa tunataka tujue. Je, kaumbwa au kazaliwa na Mungu? Sasa kama Mungu anazaa, siwe ni Mungu Jehova Wanyonyi? Ule yako hapa kuna watoto sijui ngapi?
Mungu wetu ni muumbaji, ameumba kila kitu. Na ukiona Mungu anayezaa atakuwa na mjukuu, kwa sababu Yesu akija azae, si huyo mtoto ataita Mungu mjukuu? 8:3 Kutoka 8:3. Nataka wampige fanusi ya chini. 8:3 Kutoka. Kumbukumbu 8:3 Kumbukumbu chap chap. Mbona vitu nyepesi? Yaani wewe ukiona Mungu yoyote ambaye anayezaa, ujue kwanza huyu Mungu anaweza kuwa anaitwa babu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anaweza kuja akachangamkia kasichana kisha kakapata mimba, kakipata mimba, ule ataitwa nani? Ataitwa babu. Mungu azai, Mungu anaumba. Wewe ukiona Mungu yoyote anayezaa kwa na watoto, jihadhari mno. Mungu ni muumbaji. Ndio tunamuita the creator of everything. Yaani wewe ukipata Mungu anazaa na wewe unazaa, sasa si mko level moja. Na ndio unaona hakuna binadamu anaumba, anayeumba Mwenyezi Mungu. Sikiza habari 8:3 piga fanusi yake hapo. Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake. Kumbe neno kufanyika mwili ni Yesu akaumbwa kwa neno la nani? La Mungu. Kwa sababu Mungu anaumba vitu vyote kupitia neno. Kumbe Yesu ni kiumbe cha nani? Hivi mbona hii ongei? Mbona imeanza kuosa? Kumbe Yesu kiumbe cha nani? Mwana wa Mungu. Katoka wapi kiumbe cha 8:3? Rudi hapo. Unajua sasa mnaikata. Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake. Mungu kuumba vitu vyote ameumba kwa neno lake. So kila kitu ni kiumbe cha Mungu. Ndio naambiwa neno likafanyika mwili ni kiumbe cha Mungu. Sio Mungu mwenyewe. Yohana 5:25. Imeisha 5:25. Acha tumalizie na hiyo, anasema Yohana. Kesho ndio watu waje na maswali vizuri sana. Mwana wa Mungu labda awe Mungu mwingine, sio yule Mungu tunayeabudu. 5:25 baba. Au yule Mungu mwanamke. Au labda naye Mariamu atakuwa anapata uchungu bure, kwa sababu ama nyinyi mnataka kutuambia Mariamu pia alikuwa ni Mungu kimpango kwa sababu yeye kajifungua. Hebu msomee. Amina naambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale wasikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hivyo ni mwana tulia. Ndio nataka tumalizane na hiyo mwana. Tulia hapa. So goja. Umesikia vile? Kabisa mwana kabisa, ndio nataka tujadili hiyo neno mwana. Unajua kidogo akili yangu inaenda ikifunguka kidogo. Nikisema wale ni wanariadha, baba yao atakuwa ni nani? Sijui mimi. Ala. Sio umetuambia kama ni mwana, maana yake yule ndio babake. Sema hujasema hivi. Baba ya mwanariadha. Nikisema wanariadha, mwanariadha, maana yake babake ni Lia? Haiwezi kuwa riadha. Au mwanasiasa, maana yake babake sia? 5:9 tumalize na hiyo Mathayo. Wewe, sikiza hata tumalize na hiyo. Hii neno mwana ilitumika kwa watu wengi, sio Yesu tu. Kwa Biblia 5:9. Wewe ukisikia mtu anasema mwanasiasa, hajazaliwa na siasa, ni kwa sababu anafanya ile shughuli za siasa. Sasa sikia, kuna wengine waliitwa wana wa Mungu, lakini sio kwamba ati Mungu anazaa, ni uongo. Ni kwamba wao wanaonekana wanafanya vitendo vizuri, wakadhani mtu yote anafanya kitendo kizuri anapachikwa jina ya mwana wa Mungu, wakati ni kufuru. 5:9. Inasema kwa kuandika, heri wapatanishi, maana hao wapatanishi wataitwa wana wa Mungu. Allah, kumbe pia wapatanishi ni wana wa nani? Wa Mungu. Na mimi ni mpatanishi. Mimi ni nani? Wa Mungu. Mimi ni nani? Wewe ni wa Mungu. Hivi mimi ni mwana wa Mungu hivi? Kitambulisho yangu iko hapa, imeandikwa Salim Ngugi wa Nyoike. Yaani babangu wa Nyoike. Yaani hata leo namfanya babangu kuwa Mungu tena. Subhanallah. Biblia ndio inasema hapo. Ndio nauliza sasa, ikisema hivyo mimi napatanishanga watu. Hivi mimi pia nitaitwa mwana wa Mungu? Si kweli? Mimi ni mwana wa Mungu mimi. Uko pale. Yaani mimi mnyeusi hivi niwe mwana wa Mungu pia? Kwani wewe ni wa shetani? Mimi ni kiumbe cha Mungu. Mimi sio mwana wa Mungu, mimi kiumbe cha Mungu. Mimi nakataa, mimi sio mwana wa Mungu, mimi ni kiumbe cha Mungu. Wewe ni kiumbe cha Mungu. Si zote ni viumbe wa Mungu. Kesho mapema njoo weka listi nzuri tena kubwa, tumalizane na hiyo. Ujue Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini kanzu yako size yako ni kama yangu. Niko na zingine za Kiomani nzuri tu nakuletea, usio na wasiwasi. Tena kofia niko na nzuri sana, usio na wasiwasi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.